naitwa Haruna Saidi kutoka SF. SF tunajihusisha zaidi na masuala ya maonyesho kama mlivyoona leo kwenye exhibition ambayo tunafanya hapa Superdome Masaki. Tumekuwa na uendelezo mzuri wa kufanya maonyesho ambayo yamekuwa na tija kwa Watanzania na Wachina. Maonyesho haya yamekuwa yakiwahusisha Watanzania lakini pia na Wachina. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama SF tunachukua Wachina ambao wanatoka katika viwanda na miji mbalimbali kutoka China. Kwa wakati huu tumewachukua watu kutoka Chengdu. Chengdu ni mji maarufu kwa China, ni mji wenye watu zaidi ya milioni 28 na ni mji wa teknolojia sana. Kwa hiyo tunakwenda kila siku tukiwa tunaangalia watu kwenye sekta mbalimbali. Kuna kipindi tutachukua wawekezaji au viwanda vinavyodili na masuala ya pikipiki, tutawakutanisha na wadau wa pikipiki. Ikiwa ni kipindi cha vifaa vya gym, tutawatafuta watu wa gym na watu wa mazoezi. The same watu wa hospitali, tukileta tutachukua watu wa hospitali, wataweza kukutana na wenzao. Lakini kwa kipindi hichi cha leo ambao ni maonyesho haya ya tarehe 23, jana yameanza, leo 24 na tutakuwepo mpaka kesho tarehe 25, tumeonesha masuala ya furnitures na vitu vyote vinavyohusiana na mambo ya ndani ndio yalikuwepo zaidi hapa. Sasa faida ambayo tunaweza tukasema tunaipata sisi kama Watanzania, kwanza ni kuweza kushare mawazo ya kibiashara, lakini pia kuweza kushare ujuzi kulingana na wenzetu wanavyovitengeneza. Tutaweza kujifunza, na kwa sababu wenzetu wana vitu vya kisasa zaidi katika utengenezaji, kwa na sisi tutazidi kuweza kujua jinsi gani tunaweza tukapata furniture bora, jinsi gani tunaweza tukatengeneza furniture bora, lakini pia tunaweza tukapata fedha za kigeni, kwa sababu wanapokuja wawekezaji kutoka nchi mbalimbali, tayari nchi yetu inaweza kupata fedha za kigeni, lakini pia ajira ya mtu mmoja mmoja. Hii inaweza ikapelekea ukuaji wa pato la taifa, ukuaji wa pato la mtu mmoja mmoja, na mwisho kabisa mapato. Kwa kama ukuaji wa pato la taifa utakuwa, mapato yataongezeka, it means miundombinu ambayo inategemea pesa za wadau, pesa za walipa kodi itaweza kuboreshwa, mambo kibao kuhusiana na afya yataweza kuwekwa sawa. Kwa ni fursa hasa kwa nchi, ni fursa kwa sisi Watanzania wenzetu au Watanzania wengine ambao leo na kesho, kama inatokea fursa, umeona tangazo la maonyesho ya vitu mbalimbali, hata kama ni Tanzania kwa Watanzania, tunapokutana hauwezi kukosa jambo lolote la kujifunza. Kwa naamini tunapokuja kusema tunafanya maonyesho maybe next month ya kitu kingine, au sio sisi, anafanya mtu mwingine pia, wewe Mtanzania unayepata nafasi, jaribu kutengeneza muda wako kuweza kufika. Ni fursa, inaweza kukutengenezea ajira, lakini pia inaweza kukupa elimu. Connection moja inaweza ikatengeneza mafanikio makubwa kwako, kwa familia, lakini pia kwa taifa. Wale ambao hawakuweza kufika leo wana nafasi ya kufika kesho, uweze kukutana na wenzako ambao wapo hapa kutoka China na wamekuja kutafuta wadau mbalimbali wanaodili na vitu vingi, furnitures, kuna mapazia, makapeti, vitu vingi ambavyo tunavinunua nje. Unaweza ukawa unatoka Tanzania unakwenda kununua kitu dukani, wakati yule aliyekuuzia dukani na yeye kanunua kwa mtu kiwandani. Leo hii umepata fursa ya kukutana na mtu wa kiwandani. Kwa hiyo una uwezo mkubwa wa bajeti yako ndogo ikakuwezesha kupata mzigo kwa gharama nafuu na ukaweza kupata faida. Nashukuru sana. Ni SF na mimi ni Haruna Saidi. Karibu sana katika maonyesho yetu. Naitwa Elizabeth Muzo, ni afisa uwekezaji, lakini pia ni mratibu wa masuala ya ardhi kutoka mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, inajulikana kama TISEZA, na tumefurahi kualikwa kwenye maonyesho haya ambayo yamejumuisha wamiliki wa viwanda ama wazalishaji wa viwanda vya furniture kutoka nchini China katika jimbo la Chengdu, na tumeweza kupata fursa ya kuelezea nafasi ambayo iliyopo Tanzania kwa wao kuanzisha hivi viwanda
na kuweza kupata soko hususan hapa Tanzania na nchi jirani ambazo zipo Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo tumeelezea pia kwamba wakija kuwekeza hapa, ardhi inapatikana vipi, fursa za uwekezaji ziko vipi, lakini pia taratibu zote ambazo watazihitaji katika kufanya uwekezaji wao, pia faida ambazo fedha zinatoa kwa wawekezaji. Nimepata pia fursa ya kuona bidhaa mbalimbali ambazo wanazitengeneza wazalishaji hawa, na ni bidhaa nzuri kwa kweli. Wanatumia teknolojia ambayo iko juu sana. Nimeweza kupata nafasi ya kuona kuna furniture ambazo zina move kwa kutumia umeme, jambo ambalo sidhani kama tuko nalo hapa nyumbani. Kwa hivyo nimewaonyesha kwamba kuna hitaji kubwa sana la hizi bidhaa zao hapa nchini, lakini sio kwa wao kuzileta, bali kwa wao kuzizalisha hapa. Kwa kuwa kama wakizizalisha hapa, basi hata wenzetu wa Tanzania watapata nafasi ya kujifunza na sisi tutapata hiyo teknolojia, lakini pia tutaweza kuongeza bidhaa hizi kusafirisha nchi ya nchi, kwa sababu itakuwa ni teknolojia mpya na watu watapenda sana hizi bidhaa zao. Kwa hiyo wao wenyewe wameonyesha mwamko, wamevutiwa na hizi huduma ambazo serikali zinatoa katika kuwawezesha wawekezaji kuwekeza Tanzania, na wameonyesha hiyo nia kwamba wataanzisha hivyo viwanda hapa Tanzania. Yes, kwa nimewapa hiyo fursa kwamba kuna maeneo ambayo sisi kama kifedha tunahamasisha zaidi kwa ajili ya viwanda, na yana vivutio ambavyo vipo kidogo tofauti na maeneo mengine ambayo ni Nala, Bagamoyo na Kwala, na nimeweza pia kuwapa taarifa zaidi kuhusiana na maeneo haya, na tunatarajia kwamba ndani ya mwezi huu tutapata sasa maombi yao kwa ajili ya kuweka viwanda kwenye haya maeneo. Sawa. Ndio wao kwa Tanzania ambao wengine ndio wamiliki wa ardhi, makampuni ambayo yanamiliki ardhi, kuna tija gani kutumia soko hili? Kwa kupitia hivi viwanda ambavyo watavianzisha hapa, kwanza watazalisha ajira nyingi sana, lakini pia ambapo Watanzania watafaidika na hizo ajira. Pia kuna hiyo teknolojia ambayo wataileta, na maana sisi kama nchi tutaweza kuendelea katika teknolojia nzima. Asifundisha Mtanzania mmoja, kati ya Watanzania wengine pia watapata fursa ya kujifunza namna ya kutengeneza furniture kama wenzetu ambao wanatengeneza. Hiyo nafahamu kwamba sisi tunatengeneza, lakini hatutengenezi kwa namna ambavyo wao kiwango kimefika kwao. Kwa ina maana tutajifunza, lakini pia kuna vitu mbalimbali ambavyo watavileta. Wanapouza nje, ina maana basi tunapata faida ya fedha za kigeni, na pia nchi kama nchi tunaongeza uchumi. Kwa faida ni nyingi sana. Yes, hello everyone, I'm Lauren and loud. Okay. Yes. Hello everyone, I'm Lauren and welcome to the 2025 Chengdu, Tanzania featured home furnishing exhibitions. Okay. Yes. What's the opportunity there between Tanzania people and China people for that exhibition? I think what are the benefits of this exhibition? Yes. With continued driven efforts from all parties, China, Tanzania economic cooperations will undoubtedly embrace an even brighter future, I think. Okay. Okay. And another product is which from China to Tanzania, which one? The guests come to this exhibition. Okay. Today we invited. Wait a minute. We invited Mr. Rafael Magenga, Chief Executive Officers of the Tanzania Private Sector Foundations, and Mrs. Elizabeth, Tanzania Investment Expansions Assessment in Tanzania Land Coordinate. Okay. Yes. So what are benefits for this exhibition? I think it's a big question. So let me think how to answer it. Okay. Yes. Oh, I think. Yes. I think the benefit is. Sorry. Wait a minute.
20 outstanding entrepreneurs from Chengdu, China have traveled thousands of miles to DSM, bringing with them innovative home furnishing solutions and genuine commitment to partnership. Okay. Yes. And education for technology. To expand education for technology, is it? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Naitwa Veronica Kasmil Ndambalilo na mimi ni mkalimani wa Wachina. Tumekuja kwenye event kama watu ambao tuko hapa kwa ajili special kukalimani lugha ya Kichina Kiswahili. Yes. Sawa, unazungumziaje maonyesho haya, namna ambavyo mnaona Watanzania walivyoitikia? Maonyesho haya yameleta fursa nyingi sana kwa sisi wa Tanzania. Na uitikio wa Tanzania umekuwa ni mkubwa. We have seen a lot of people, they have come, wameenjoy na wamechangamkia fursa in general. Yes. Sawa. Labda ni fursa zipi ambazo unaona Watanzania wanatakiwa waendelee kuzichangamkia ili kuendelea kupata soko na kukuza uchumi wao kutoka kwa Wachina? Kama tulivyoona Wachina wengi hao wengi Wachina walokuja hapo wamepresent viwanda vyao. Wamekuja kwa niaba ya viwanda vyao vya huko China. Na wamekuja hapa Tanzania kutafuta masoko, kuconnect na Watanzania. So imekuwa ni fursa kubwa kwetu sisi kama Watanzania kuconnect nao, na tumeona kuna baadhi ya Watanzania ambao wana viwanda Tanzania hapa, labda alikuwa mtu labda anakuwa na shida ya kupata materials kwa hapa Tanzania, kwa amekutana na Wachina ambao wamempa urahisi kwenye kuhakikisha kwamba inakuwa rahisi ya kufanya biashara. Yes. Sawa. Na labda kwa China fursa ambazo wamezifuata huko? Kwa China fursa zimekuwa ni nyingi pia. Maana wao pia nao wamekuja Tanzania kwa ajili ya kutafuta masoko, kuconnect na wafanyabiashara. Na kupitia hii exhibition imewafanya wameconnect na wafanyabiashara wengi sana. Kwao wamejifunza vitu pia kwanza kutoka kwetu, watu tunahitaji, na tumeona Watanzania ambao wenye baadhi ya viwanda ambao walikuwa wanatafuta Wachina kama maybe wafanye partnership. Kwa Wachina wamekutana na watu, tumeona leo watu Wachina wamesign deals na Watanzania. Kwa hiyo ni moja opportunity kwa Wachina. Yes, na wamejulikana, bidhaa zao pia zimejulikana kwa urahisi. Yes. Sawa, tunakushukuru. Asanteni. My name is Edward. We are doing business in different industries in Dar es Salaam, and including the healthcare industry, the equipment, and also the food industries. So this was one of our stands for this in this expo. Indeed, this expo you can see the for furniture, but it's not only limited to the for furniture. You can see a lot of household and also food-related items of manufacturers. They are also here. So now this time we are mainly to promoting our products for the. You can see we have a photo group for the greetings, drinks greetings. A lot of country we have been here for half year. A lot of we already supplied to a lot of different kinds of the bars, hotels, restaurants, and also the drink shops. So currently we are expanding to find a partnership with some customers to give them a full design and solution of all the beverage and drinking ingredients systems. Yeah, that is the case. Okay. There is a lot of opportunity in Tanzania. Yes, definitely. Yeah. Yes. What do you tell us about China people to come and invest in Tanzania? Yeah, indeed. We are investing. For me myself, we are investors. We're investing in Ethiopia, Uganda, Kenya, Congo, and different countries. In Tanzania, finally, in our country, we are focused a lot of time in Tanzania because. This country, firstly, is freely and open. Not like, and the government is clear, and everything we're doing here is very fast. That is the main case, and also the market is big. Okay. Yes, and how about other opportunity there in China to the people of Tanzania to go in China? Yeah, indeed, a lot. You can see in China. In Guangzhou City, Yiwu, is a lot of African communities, and also I have a lot of African friends in China.
even my neighbor in China. I'm living in Qingdao City, another city. We also have my neighbor he's from one from Tanzania, and another guy is from Congo. I remember. Yeah. It's a lot. Now in a lot of African businessmen, they are taking China as their one supplier or one part of their business. There are supply sectors, and also some guys. They are, another of my friends. They are having companies in China, Qingdao City. And they are exporting to different countries, not only to Congo. They are exporting to Kenya, too many countries. Like sometimes they get the goods for example, like garlic, garlic, and sometimes they purchase at a whole purchase, big quantities, and they ship many containers of garlics. Sometimes the furnitures and sometimes the clothes, different kind of clothes. So they have been quite well. I'm curious about how do you get so much demand. But finally, they know marketing in Africa, and also they know the supply chain in China. So they are doing business quite easy. So in China, to start a company is quite short. Even with 2 days, you can start a big company. Okay. So if you get an opportunity, go to China to start something. Okay. Yeah. Okay. What are the difference between Tanzania and another country in Africa? Indeed, in Africa, there's 50-something countries, so a lot of countries, but each country is different. Yeah. But the main difference is, firstly, Tanzania have a port. This port gives a lot of easy access to all the market citizens or businessmen. This port creates a lot of value for economy. Secondly, the political sectors, and this country is very stable. We do not need to worry about the political change of the, for example, after the election or the policy change. This country is totally is stable, and we do not need to worry about the policy reforms. Certainly, the people are well educated. You can see all the people can speak English well, and easy to acquire our staffs, and a lot of staffs, even they are meeting the international standards. They are working in some years they are working here. Maybe after some years they are working in Canada, yes. Maybe in America, and maybe in China. Yes. So it's easy to get labor also. Okay. So and also the market is big, and this country, because of the ports, we can access to a lot of different countries. Yes. Roughly neighboring 13 countries. So our other products can easily to reach into different destination. Yeah. Okay, thank you so much. All right, thank you. Yeah, thank you. Okay, all right. Kwa majina naitwa Emmanuel Joseph Kisusi. Ni mkazi wa hapa Dar es Salaam, maeneo ya Tabata Barakuda. Sawa. Unajishughulisha na shughuli gani labda? Kwa mimi hapa najishughulisha na masuala ya ushonaji. Kwa hiyo hii fursa nilipata kama wiki hivi walianza kuitangaza. Na mimi nikaomba na nikapata ruhusa, nikaja kujifunza, kujionea wenzetu walivyoendelea. Manake ukiangalia umri wao na vitu wanavyofanya, vitu vya ajabu yani. Sawa. Sisi kama Watanzania na mengi ya kujifunza kutoka kwa wenzetu, hususan kwenye masuala ya viwanda na hususan kuweza serikali yetu kama ya Tanzania tuwezeshe sisi vijana ambao tunajikita katika masuala mzima ya masuala ya viwanda, kuendesha biashara zetu. Lakini sasa hivi soko la kuajiriwa kidogo limekuwa changamoto. Kwa hiyo vijana kama vijana lazima tuchangamke. Fursa ikitokea lazima tuichukulie kidete kwa kile ambacho ulicho nacho na kile ambacho unajifunza kupitia kwa watu ambao wanafanya vitu kama hivi hapa hivi. Lazima uchukue hatua. Nimejifunza vingi hususa katika swala zima la viwanda, kufungua viwanda, vitu gani vinavyohitajika, yani zile hatua moja mpaka kwenda nyingine. Nimejifunza uwekezaji, jinsi unavyotakiwa kufanya, hususan kwenye sisi kwa upande wetu wa serikali yetu
nasisitiza ituwezeshe sisi vijana ambao tuna nia ya kuitangaza bidhaa zetu, hususan kwenye nake mimi nadili sana masuala ya nguo, ushonaji, hasa ukiangalia kama hapa nyuma hapa, yani kuna material ya aina aswa material yao ni mengi, nimekuja kuulizia hapa, yani kama vile natambulisha wao kama wao. Kwao ni kitu ambacho cha kujivunia. Kwa nini sisi wa Tanzania na sisi tusivitambulishe vitu vyetu ambavyo tulivyokuwa navyo, na kama wao wanaweza katoka kuja huku kuonyesha bidhaa zao, basi na sisi kama Tanzania, serikali ifanye juhudi ya kuandaa makongamano ya kuonyesha vitu vyetu nchi za kwao, ili tuweze kupata masoko na tuweze kufanya biashara kwa pande zote mbili, yani win-to-win situation.